Karibu kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Umepita mwaka mmoja sasa tangu chama tawala nchini Kenya cha UDA na kile cha upinzani cha ODM vilipoingia kwenye makubaliano ya kisiasa na kutaja mambo 10 ambayo yalikuwa yanawasumbua Wakenya na kuamua kuunda serikali iliyojumuisha vyama vyote viwili ili kutekeleza mambo hayo baada ya maandamano makubwa ya vijana ya mwaka wa 2024. Je, mwaka mmoja baadaye mambo hayo ni yepi na yametekelezwa kwa kiasi gani? Mimi ni Victor Buso. Miongoni mwa mambo hayo ambayo yameleta pamoja chama cha UDA na ODM ni pamoja na kupambana na ufisadi, kupunguza suala la ukopaji mkubwa, lakini pia ujumuishwaji ulio sawa serikalini, miongoni mwa mambo mengine. Na kufahamu mengi kuhusu utekelezwaji wa masuala hayo ambayo yameonekana kuiunganisha serikali ya pamoja nchini Kenya maarufu kama broad based, ni Javas Bigambo. Yeye ni naibu mwenyekiti wa kamati inayosimamia utekelezwaji wa masuala hayo. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Na unaweza ukasema kwamba ni kwa kiasi gani katika kutathmini utekelezwaji wa mambo hayo yanafanikiwa katika utekelezaji wake? Nadhani nikipeana mtazamo ambao ni wa kweli na ambao umeweza kudadisi matukio ya ushirikiano baina ya Raila Odinga marehemu na Rais William Ruto, naweza sema kwamba matarajio ni makubwa sana kwa Wakenya kuhusu utekelezaji wa agenda 10 muhimu za utawala ambazo ndio nguzo muhimu za ushirikiano wakati ya rais chama cha UDA na chama cha ODM. Hili katika majadiliano ambayo tumekuwa nayo na washikadau mbalimbali wakiwemo makatibu katika mbalimbali, makatibu wote 54 wakiwemo viongozi wa vitengo mbalimbali, ikiwemo ama tukijumuisha idara ya mahakama, tukijumuisha mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kadhalika. Takwimu zinaonyesha kwamba utekelezaji wa agenda hizo 10 umetia kasi sana baada ya ushirikiano wa Raila Odinga na Rais William Ruto. Na katika kudadisi pia matokeo na mazungumzo na stakabadhi ambazo wameweza kutukabidhi, tumeweza kuona kuwa takriban 67.9 ndio inaonekana kwamba ndio hali halisi ya utekelezaji. Katika mambo hayo 10 kulikuwa na mambo kadhaa ambayo yalikuwa yameorodheshwa kama utawala bora, kupambana na rushwa ama ufisadi. Labda katika kuangalia ni maeneo yepi ambayo unaweza kusema kwamba yametekelezwa vizuri? Kumekuwepo na jitihada kubwa sana ya kupambana na ufisadi. Bunge limeweza kubuni sheria mbalimbali na sera, taasisi mbalimbali kuweza kubuniwa, na hiyo inaweza kuweka kwamba hali ya anga, mikakati yote imewekwa na hata sheria mpya kuweza kubuniwa. Lakini kinacho sasa stahili kufanyika ni suala la kuhakikisha kwamba zaidi ya mazingira ya utendakazi katika afisi za umma, ile ambayo inaitwa culture, tamaduni za wananchi na utawala, zinastahili kutiliwa maanani sana ili ziweze kubadilishwa, kwa sababu kuna wale watu ambao wanachukulia kwamba mambo ya hongo ama rushwa ni jambo la kawaida ambalo sasa watu wameweza kukumbatia. Na vipi swala hili ambalo limekuwa likiwaumiza Wakenya wengi, swala la kupanda kwa gharama maisha, ni miongoni mwa mambo ambayo yapo kwenye orodha hii ya mambo 10. Swala hilo unaweza ukasema limekwendaje? Tangu kuweza kukumbatia zero based budgeting na pia kwamba CBK, Central Bank of Kenya, kuweza kupunguza the base lending rate na pia kuhakikisha kwamba bei ya mafuta inaenda chini, imeweza kuchangia pakubwa kupunguza gharama ya maisha kwa jumla. Katika sekta nyingine pia ambayo tunaweza ona utekelezaji umezidi kufanyika ni ujumuisho katika sekta zote za maisha, na pia pamoja kuweza kulinda na kuboresha maisha ya vijana. Naam, lakini kuna wale wanasiasa wa upinzani ambao wanasema kwamba haya mambo 10 mwisho wake ilikuwa ni tarehe 7 mwezi Machi. Kwa tathmini yako, ukiwa kama naibu mwenyekiti wa kamati hii, ukweli wa mambo ni nini hasa kuhusu jambo hili? Nadhani kwamba kinachohitajika hata zaidi ni ile ambayo tunaita political goodwill, na pia siasa ambazo zinazingatia
issue based politics. Siasa ambazo watu wanapigana na kuvutana kwa misingi ya kikabila, uchochezi na kuweza kuwasha moto wa uhasama haziboreshi utendakazi na kuboresha utawala katika nchi ya Kenya. Hiyo ni upande wa serikali, hiyo ni upande wa upinzani. Lakini pia inastahili tuwepo na tamaduni ya watu kuweza kuwepo na maongeo, mazungumzo, majadiliano ili kuweza kuangalia kwamba na kutathmini kuwa mambo ya utawala bora yamefikia wapi, mbali na vile ambavyo ilivyo katika katiba na sheria na sera, na kwamba je, tunastahili kufanya nini ili kuzidi kuboresha, ili kwamba tusiwepo na misukumo ya kisiasa kuweza kubadilisha dira ya masuala ya utawala nchini. Javas Bigambo, yeye ni naibu mwenyekiti wa kamati inayosimamia utekelezwaji wa masuala 10 yanayoonekana kuwasumbua wa Kenya na yalitiwa saini na Rais William Ruto na aliyekuwa waziri mkuu marehemu Raila Odinga tarehe 7 mwezi Machi mwaka wa 2025 hapa jijini Nairobi. Rais William Ruto akikutana na wabunge wa chama chake cha UDA na kile cha ODM siku ya Jumanne aliwakosoa baadhi ya wanasiasa ambao wanasema kwamba utekelezwaji wa makubaliano hayo ulipaswa kukamilika tarehe 7 mwezi Machi. Ajenda hizi 10 hazikuwekwa kwetu tu. Kuhusika kwenye ajenda hizi 10 ilikuwa kujitolea kwetu na kujitolea kwa hiari kati ya vyama vyetu kuhusiana na maslahi ya watu wa Kenya. Kuna baadhi ya watu wanataka kujiweka wasimamizi kana kwamba tuliweka mikakati na makubaliano nao. Hatukujitolea kwa sababu yao, tulijitolea kwa watu wa Kenya. Na kutusaidia kuchambua zaidi kuhusu masuala hayo ni Dismas Mukua. Yeye ni mchambuzi wa siasa na sera nchini Kenya. Anaungana nasi akiwa jijini Nairobi. Dismas, karibu sana. Kwanza tupe historia ya mambo haya 10, ilikuwaje mpaka ODM na UDA zikafikia hapa, na tathmini yako ni ipi kuhusu utekelezaji wake? Kuna mambo mawili ambayo yalikuwa ni ya muhimu sana wakati Mheshimiwa Rais William Ruto na Mheshimiwa Raila Odinga walipokaa chini wakasema kwamba lazima waangalie mambo ya uchumi na kisiasa ya Kenya, na wakasema kwamba wangependa kuingia kwa mkataba ndiposa waangalie mambo mawili ya muhimu kabisa, kwamba tuwe na utulivu wa kisiasa na vile vile wenye waliadhiriwa katika machafuko ya yale ya wakati watu walikuwa wanafanya maandamano, labda watu wenye walikuwa wamepigwa na risasi, wengine wakawawa, wapatiwe maridhiano. Na ukiangalia vile mwaka umepita mmoja, kuna mambo mawili ambayo yamejitokeza. Jambo la kwanza ni kwamba serikali imekubali kwamba itatafuta fedha kiasi fulani kupeana kwa waadhiriwa wa yale machafuko ya kisiasa. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Alafu jambo la pili, wamesema kwamba rasilimali za Kenya zitapeana kwa wananchi, kwa ile maana kwamba kila mwana Kenya aone kwamba amefaidhika na zile hela za serikali. Manake kitambo kidogo, wakati serikali ilikuwa inapitisha ile bajeti yao ama vile walikuwa wanaweka rasilimali za Kenya, zilikuwa haziendi Kenya yote mzima. Lakini vile Mheshimiwa Rais Ruto na Raila Odinga walifanya ule mkataba, ikampatia Mheshimiwa Rais Ruto ile nguvu ya kusema kwamba Wakenya wote lazima waone hizo hela. Na muda wetu kwa kweli unakwenda kweli kweli, lakini kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ni vipi ajenda hizi 10 zinaelekea kukiunganisha chama tawala UDA na kile cha ODM? Wamekutana na wabunge wa UDA na ODM na wote wamekubaliana kwamba wataendelea kutafuta ushirikiano wa kwenda uchaguzi wa mwaka ujao. Kwa hivyo hata kuna wale wabunge wa ODM na UDA ambao wataki Mheshimiwa Rais Ruto na Mheshimiwa Oburu Odinga wawe na mkataba, wamesema kwamba wale viongozi wa bunge wamekubaliana kwamba wamewapatia viongozi wawili ruhusa waendelee kutafuta mkataba. Kufikia hapo tunafika mwisho wa makala ya Wimbi la Siasa wiki hii. Mimi ni Victor Abuso, hadi wiki ijayo. Kwa heri.